pokea. Tangilie bwana kwa makofi. Nitaomba kwa ajili ya kufungua na kupokea maandamano ambayo tulianzia kule TAKUKURU. Tumetembea na tumeweza kufika hapa pamoja na wabodaboda, pamoja na vikundi vya kwaya na waimbaji binafsi. Kwa hiyo sasa nitaomba ili kufungua, na baada ya hapo tutaendelea na ratiba. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako. Tunakutukuza sana kwamba wewe unaweza. Yako mengi ambayo sisi hatuwezi, lakini wewe kwa nguvu zako na kwa upendo wako na kwa mamlaka yako unaweza. Asante kwamba umekuwa nasi tangu juzi na jana na leo, na umeweza kutufanyia mengi kimwili na kiroho na kiakili. Na tunaomba tunapoendelea na uinjilisti huu wa kishindo, tunapoendelea kulishwa neno lako na hata kukusifu kwa nyimbo mbalimbali, tunaomba sana uwe pamoja nasi. Roho yako Mtakatifu atuvuvie, Roho yako Mtakatifu atuhamasishe kuabudu na kulitukuza jina lako. Na wewe mwenyewe anza pamoja nasi mchana wa leo, ukaendelee nasi na hata ukamalize pamoja nasi, na katika muda wote huu tukalitukuze na kulimidi jina lako. Tunaomba ututangulie katika yote, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Vigelegele kule nyuma. Tuko kwenye mkutano.
songa mbele, mama songa mbele, oh songa mbele, ukipita kwenye majaribu kaza mwendo, usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, oh songa mbele, baba songa mbele, mama songa mbele, oh songa mbele, usirudi nyuma mpendwa wangu, bado kidogo, usirudi nyuma, kaza mwendo, utavikwa taji ya uzima, usikate tamaa, vikwazo na majaribu yakiongezeka, umuite Yesu, yeye ushindi atakushindia. Mpendwa usirudi nyuma, kaza mwendo, utavikwa taji ya uzima, usikate tamaa, vikwazo na majaribu yakiongezeka, umuite Yesu, yeye ushindi atakushindia. Oh pambana, 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 Vigelegele kule nyuma. Wa baba piga miruzi. Hey! Pambana. Wainjilisti vigelegele, wainjilisti. ukipita kwenye majaribu kaza mwendo, usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, oh songa mbele, baba songa mbele, mama songa mbele, oh songa mbele, usirudi nyuma mpendwa wangu, bado kidogo, usirudi nyuma, kaza mwendo, utavikwa taji ya uzima, usikate tamaa, vikwazo na majaribu yakiongezeka, umuite Yesu, yeye ushindi atakushindia. Mpendwa usirudi nyuma, kaza mwendo, utavikwa taji ya uzima, usikate tamaa, vikwazo na majaribu yakiongezeka, umuite Yesu, yeye ushindi atakushindia. Oh pambana, 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 Vigelegele. Wainjilisti simama kwenye viti. yeah.
Wagogo vigelegele, wagogo vigelegele. Piga kelele kule nyuma, piga kelele kule nyuma. Wainjilisti simama, wainjilisti simama. Wagogo vigelegele. Hapa ni kazi, ni kung'oa, kuvunja, kuharibu na piga kelele kule nyuma. Zimu. Kazi moja, vunja madhabahu. Navunja madhabahu za njia panda, navunja madhabahu za makaburini, navunja madhabahu za mizimu, navunja madhabahu za matambiko, mkuu wa anga, mkuu wa giza, mkuu wa bahari, ibada za sanamu. Nasema hivi, hapa ni kazi moja tu. Tunang'oa, tunakomoa na kuharibu na kuangamiza kuzimu. Navunja madhabahu za majoka, navunja madhabahu za mapaka, navunja madhabahu za wachawi. Na hayo pepo ya usingizi hayo. Acha usingizi wewe. Wewe unasinzia. Hayo mapepo hayo. Kimbia hilo kabisa. Kazi moja. Wamama vigelegele, wamama vigelegele, wamama. Ruka juu. Vigelegele wa dada. Yes.
Vigelegele, vigelegele, vigelegele. Tembea, tembea. Tembea, tembea. Tembea, tembea. Haya, hapo mbele, wainjilisti tembea. Vigelegele, vigelegele, vigelegele. Zunguka, zunguka, fuata wenzio. Mstari moja. Vigelegele, 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 vigelegele. Tumia damu ya Yesu. Yes. Umepewa mkoba na bibi yako na babu yako. Hiyo leo ni madhabahu. Wapiga picha. Kichuma. Tumia damu ya Yesu. Wapiga picha kichuma. Ndio. Maagano ya kuzimu. Na mikataba. Hiyo ni madhabahu ya shetani. Mama hiyo tumia damu ya Yesu. Yes. Mkristo, unavaa hizi kanisani? Hiyo ni madhabahu. Ibomoa hiyo. Tumia damu ya Yesu. Yes. Naam.
pole Yes, you Adonai, I will lift your name on high. Kwa maana sijaona mfalme kama wewe. Acha nimsifu ukuu wako na matendo yako, kwa maana ni ya ajabu ndani yako. Wewe ni kama maji yatiririkayo, tena maji ya uzima milele. Viumbe vyako wanalitukuza jina lako. Simba wa Yuda mwimbie, wimbo
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake kuu ambayo ametupa tena jioni ya leo. Ninazo sababu zote za kumshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo ametutendea. Mungu amekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza mkutano huu hadi siku ya leo, ambayo ndio siku rasmi ya kwenda kuzindua uinjilisti wa kishindo kakati wa miaka 5. Hivyo tunamshukuru Mungu sana, ametuwezesha. Hatusubutu kusema ya kwamba tumefanikiwa bila wewe. Wewe ndio umekuwa sababu ya kufanikisha mkutano huu. Kama usingekuwepo wala kuja, mkutano wetu usingekuwa kama hivi ulivyo. Na ninawashukuru wote ambao mmehudhuria, na tunapenda kutambua uwepo wa watu wageni wengi ambao wametufikia, wameacha shughuli zao, wamekuja kwa kuthamini mkutano wetu. Tunawashukuruni sana sana. Mungu akaendelee kuwainua. Wale wote ambao wamekwenda kwenye maandamano, tunawashukuruni. Maandamano yana maana yake, na katika ulimwengu wa roho yana picha maalum. Miguu yako inapokanyaga mahali unaweka alama, na Biblia inasema kila mtakapokanyaga kwa miguu yenu mahali pale nimewapa. Na sisi kutembea kwetu, kuzunguka pote tulipopita, Mungu ametupa Dodoma. Na kwa vile mmetembea, kila mlipokuwa mnatembea mnateka, kila unapokanyaga Mungu amekupa. Na unapotembea ukisema Mungu asante, umenipa Dodoma, nateka, natawala, na miliki ardhi hii, na itawala na miliki, mapepo, mashetani, kila kilichomo kiko chini ya mamlaka yangu. Yesu anafanya hivyo unavyosema, maana anakuheshimu, amekupa mamlaka. Haleluya. Kwa hiyo sisi kutembea kwetu si bure. Watu wataona kama mmepoteza muda, mmepigwa na jua, lakini katika ulimwengu wa roho iko sababu, na kuna kitu kimetendeka katika ulimwengu wa roho. Anga imefunguka na ardhi hii sasa itakutii wewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Hiyo
ni alama umeweka na utaisahau, na Bwana hatasahau miguu yako na unyayo wako uliokanyaga katika mji huu. Kila pale ulipokanyaga Bwana amekupatia. Haleluya. Na Bwana amekwenda kuteka mateka, na hao mateka atawaweka mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutano kupunga mikono yako juu. Haleluya. Amen. Kwa majina yangu naitwa Kenneth Matoo Chimoti. Ni mwenyekiti wa bodaboda na bajaji mkoa wa Dodoma. Kifupi tunaita UMAPIDO, kirefu Umoja wa Madereva wa Pikipiki, Bodaboda na Bajaji Dodoma. Mimi nishukuru sana hasa kwa jambo hili ambalo linafanyika, kwa uzinduzi huu ambao moja kwa moja unagusa kwenye tasnia hii ambayo tunaiongoza. Mapema kabisa tulipata taarifa na tukapata barua inayohusu kwenda kwenye vituo mbalimbali kwa ajili ya kupeleka neno la Mungu, kwa ajili ya ujumbe mzuri. Neno hili tumelipokea vizuri kwa sababu tasnia hii imebeba watu walika zote, imebeba wabaya na watu wema. Kwa hiyo kwa wakati huu ni wakati mzuri kule waliko, neno la Mungu likiwafikia vijana wetu, bila shaka matunda yatapatikana vizuri na watakuwa na kazi nzuri, watakuwa madereva wazuri, watawasafirisha abiria wao vizuri. Mimi nishukuru sana na niwashukuru sana kwa mwaliko huu, ambapo mimi nilikuwa safari lakini nimerudi mchana nikaambiwa na katibu wangu kwamba tayari tunahitajika kufika hapa pia. Niwashukuru sana Baba Askofu na watu wote kwa ujumla. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amen. Tumpe Yesu makofi. Haleluya. Asante sana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Basi kwa nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa mahali hapa. Kwa majina naitwa Remigius Fulgence, ni katibu wa umoja waendesha bodaboda na bajaji kama ambavyo mwenyekiti amesema. Nami pia nishukuru kwa nafasi hii ambayo tumeipata kwa ajili ya kuungana nanyi, kwanza kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa sifa na utukufu na makuu yale yote ambayo anatutendea sisi tuliokuondoa malisho yake. Kama ambavyo amesema mwenyekiti, sisi kama viongozi tutakuwa bega kwa bega kisha kwamba vijana wetu, madereva wenzetu huko walipo wanapata neno la Mungu. Amen. Kwa sababu ndilo neno ambalo tunaishi nalo na ndio naongoza maisha yetu ya kila siku. Haya mengine tu ni masumbufu ya dunia tu. Amen. Kwa hiyo tukiamini kwamba ukifika maeneo yale pale, ukitoa huduma ya kiroho, wale walio waovu bila shaka watabadilika, lakini walio wema wataendelea kuwa wema daima. Amen. Kwa hiyo tunaomba basi tutaendelea kushirikiana, tutaenda kwa pamoja ili hawa kondoo ambao umekabidhiwa kama wachungaji waweze kuchungwa vyema. Asante sana. Haleluya. Amen. Mungu abariki sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mkutano Dayosisi ya Central Tanganyika, taarifa ya 4 ya kazi ya uinjilisti wa Kishindo tarehe 3 hadi tarehe 6 Disemba 2020. Utangulizi. Awali ya yote tunamshukuru Mungu sana kwa maono haya makubwa ambayo Mungu aliweka ndani ya Baba Askofu wa Dayosisi yetu ya Central Tanganyika ya kuweza kuanzisha huduma ya uinjilisti wa Kishindo. Maeneo muhimu ya kazi ya uinjilisti wa Kishindo tuliyoyafikia: 1, semina ya wainjilisti. Idara imefanikiwa kufanya semina ya wainjilisti, makatekisi na waombaji zaidi ya 300 walioshiriki katika semina elekezi ya uinjilisti wa Kishindo ambayo ilifanyika tarehe 3 na tarehe 4. 2, uinjilisti katika maeneo ya mikusanyiko. Tumefanikiwa kuwapeleka wainjilisti zaidi ya 200 kwenye sehemu za mikusanyiko
na tumefikia vituo 14 vikubwa ambavyo vinabeba vituo 104. Vituo hivi ni pamoja na Nyerere Square, Sabasaba, 88, Majengo, St. John, Mnadani, Chang'ombe, Machame, Msalato Bible, mnada wa Msalato, uwanja wa Barafu na uwanja wa Jamhuri kule nako paki magari yanayobeba mizigo. 3, mkutano wa Injili. Tumefanikiwa kufanya mkutano wa Injili wa siku 3 hapa kanisa kuu la Roho Mtakatifu. Watu wameendelea kuokoka, kufunguliwa katika vifungo vyao na kuponywa magonjwa. Aidha, mkutano wetu umekuwa wa baraka sana kwa kuwa na kwaya nyingi, waimbaji binafsi na waigizaji na Wakristo wa kutosha. Maandamano, tumefanikiwa kufanya maandamano ya amani na mwisho tutamaliza kwa kuliombea taifa na kuwaombea dereva bodaboda na wanaofanya kazi stendi. Katika safari zetu tumefanikiwa kubatiza watu 27. Makofi mengi kwa Yesu. Lakini pia watu 58 wameokoka. Na tunao watu 3 ambao wanatazamiwa kubatizwa katikati ya wiki hili. Tumeongea nao, tutakwenda kuwabatiza Jumatano katika vituo vyao. Mwisho, Baba Askofu, wageni waalikwa, wachungaji, wainjilisti, makatekisti, waumbaji, wanakwaya na Wakristo wote kwa ujumla, sisi wa idara ya uinjilisti tunawashukuru sana kwa kujitoa kwa hali na mali kwa ajili ya kushirikiana pamoja nasi katika jambo hili muhimu. Na zaidi sana tunawashukuru wale wa kamati ya maandalizi ambao walijitoa kufanya kazi usiku na mchana ili kuweza kufanikisha jambo hili. Tunasema Mungu wa mbinguni awabariki. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Neema ipo, Yesu katoa msamaha kwa wote wenye dhambi. Rais akitoa msamaha kwa wafungwa magerezani, wanaachiwa huru na hakuna wa kuwagusa. Vivyo hivyo na wewe, Yesu kaja kuweke huru. Anasema toka kwenye gereza la shetani, maana shetani amekufunga wewe, amekufunga wewe, umekuwa kama sigara. Amekufunga wewe baba, amekufunga wewe, umekuwa fisadi wa taifa lako. Amekufunga shetani, amekufunga sasa unaitwa mama pekupeku. Amekufunga wewe, wewe ni kivuli tu, wewe ni sawa na maua yanayonyauka. Wako wanaojiita warembo wa dunia hii, cha ajabu kila mwisho wa wiki wanaogania panda. Wako wasomi maofisini, wakiingia ofisini huingia kinyume nyume, mgongo wanaotajiri wanapita na bei sana, lakini hawavilali jamani, wanalala chini ya jaa. Haya yote ni kutafuta heshima ya dunia hii, bila kujua wanateswa na shetani. Shetani huyo amekufunga wewe, amekufunga wewe, umekuwa mtumwa wake. Mwanadamu wewe ni wa kupita tu katika dunia hii. Vipi unaishi kana kwamba umeshafika, unatembea unaringa wewe, wakati hujui kama kesho utafika. Wewe ni upepo tu, wewe ni kivuli tu, wewe ni sawa na maua yanayonyauka. Ruka juu, mikono juu, Rudi mwana, vigelegele, vigelegele. rudi wewe. Watu wa Dodoma, vigelegele. Anasema acha dhambi, acha maovu. Anasema atakusamehe. Rudi baba, rudi
vigelegele kule nyuma. Yes. Watu wa Magomeni vigelegele. Japokuwa umetenda dhambi nyingi sana, hata polisi wanakutafuta ulipo. Mtaani kwako wakikuona wanakukimbia, lakini leo Yesu anakupenda, anasema rudi, atakusamehe. Rudi wewe, rudi wewe. Uvuke vigelegele, uvuke. Leta mizigo yako, atakutua. Andrea vigelegele, Andrea. Hata kama dhambi zako nyekundu sana, atakusafisha. Vigelegele. Rudi baba, usiogope majirani zako, anasema Nisikie vigelegele vya Dodoma. Ewe Mungu wangu, unirehemu mimi, tega sikio lako, uniokoe Baba. Ewe Mungu wangu, unirehemu mimi, tega sikio lako, uniokoe hima, maji mengi Baba yanizamisha, vita pande zote vyanizunguka. Najiona kama niliyeachwa Baba, wingu la simanzi lanifunika. Maji mengi Baba yanizamisha Baba, vita pande zote vyanizunguka. Najiona kama niliyeachwa, wingu la simanzi lanifunika. Maadui ni wengi Baba, lakini kwa nguvu zako tunashinda. Japo nilifanya mema, nimelipwa mabaya. Japo nilifanya mema, nimelipwa lawama. Nilitenda mema, nimelipwa sengenyo. Nilifanya mema, wananilipa laumu. Nipiganie Baba, nipiganie Baba. Mwambie Yesu nishindie, Mungu wangu. Maadui ni wengi, wengine ninacheka nao, wengine ninakula nao. Maadui pande zote, kwa maneno ya chuki wamenizunguka, wanapigana na mimi bure, wamenibebesha mabaya badala ya mema. Nipiganie Baba, Baba nishindie, Mungu wangu. Mwambie Yesu, mwambie nipiganie Baba, Dodoma yote mwambie nishindie, Mungu wangu. Kwa maneno ya chuki wamenizunguruka, wanashindana na mimi bure. Vigelegele, vigelegele. Mabaya badala ya mema Baba, nipiganie Baba, nipiganie Baba. Dodoma sema nishindie, Mungu wangu. Wameachimba mashimo, wamechimba mashimo. Piga kelele kule nyuma. Vigelegele kwa Yesu na makofi. Vigelegele, vigelegele. Shimo amenichimbia, wanatumbukia wenyewe huko. Shimo amenichimbia, wanatumbukia wenyewe. Shimo amenichimbia, Wachungaji vigelegele, wachungaji vigelegele. Haya tuimbe nyuma kule tuimbe.
kwa sababu utanilinda Baba, masikini utanilinda na yote niye mnyonge utanilinda Baba, yote niye naamini utanilinda Baba, yote niye nashukuru utanilinda Baba, yote niye naamini utanilinda Baba. Haya, sasa tunakwenda kucheza kidogo, tuonyeshe wagogo mnachezaje. Twende kidogo jamani, kidogo kidogo, twende kidogo kidogo, cheza kidogo wewe, cheza kidogo kidogo, cheza kidogo kidogo. Wapi vigelegele vya wagogo? Haleluya, haleluya. Kachimba mashimo ya mwenyewe, kachimba mashimo ya mwenyewe, kachimba kaburi na mwenyewe, kachimba kaburi kwa sababu utanilinda Baba, yote niye, kwa sababu utanilinda Baba, yote niye, masikini utanilinda Baba, yote niye, nashukuru utanilinda Baba, yote niye. Haya, sasa kila mmoja acheze kikwao, cheza kikwenu. Wanyiramba wapo, wagogo twende. Kachimba mashimo huyo, kachimba magamba yote, kachimba huyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kuchukua nafasi hii kutoa kwanza shukrani zangu za dhati kwenu Baba Askofu na wafanyakazi wenzako kwa kunialika kuja kufungua semina hii ambayo ni semina ya aina yake. Ningependa nilieleze hili neno evangelism, ambaye amesema lugha ya Kigogo evangelism. Aggressive evangelism. Aggressive evangelism. Sasa hii kwa Kiswahili tunasema uinjilisti. Uinjilisti ni neno ambalo hilo neno la Kigogo evangelism kwanza haliko katika Biblia mahali popote. Linaonekana kama ni neno la habari njema. Habari njema kama zile malaika alizompelekea Mama Mariamu. Habari njema kama zile wa malaika walipowapelekea wale wachungaji wakichunga kondoo. Kwa hiyo huko ndiko linakotoka habari njema. Lakini kwa tafsiri ya kisasa hizi habari njema, kwanza nani alizianzisha hizi habari njema? Habari njema mtu wa kwanza kuzianzisha alikuwa ni Mungu mwenyewe. Kwamba mnakumbuka jinsi Mungu alivyomuumba Adamu. Mungu akakaa akaona Adamu yuko peke yake, akamletea msaidizi ambaye sisi tunasema akamletea mwenzi wake. Sasa nataka nifupishe kwamba tunakumbuka tumesoma kwenye Biblia jinsi Hawa walivyokosa na wakala tunda ambalo Mungu alikuwa amewakataza. Sasa mwinjilisti wa kwanza alikuwa ni Mungu mwenyewe. Alipowaendea Adamu na Hawa, akaona kwamba Hawa wamekosa na wamekuwa wakosaji. Kwa hiyo akawaendea, akawauliza, Adamu, mmefanya nini? Kama tulivyo binadamu, kila siku utafuta sababu. Mungu, yule msaidizi uliyeniletea
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa sisi wanaume pale ndio tunasema, unaona hata Adamu alidanganywa. Hapana, tusiseme hivyo, ni wote tu walikosa pamoja, kwa sababu nina hakika na Adamu wakati akila alijua anafanya kosa, kwa sababu Mungu alikuwa amewakataza. Sasa hilo ndiyo maana ya uinjilisti wa kwanza. Sasa katika uinjilisti huu mimi nashukuru sana Baba Askofu kwamba mmeanza na bodaboda. Wenzangu wa bodaboda au bajaji mlioko hapa na viongozi wenu, tafadhali ninawasihi muwe msigeuke tu kuwa Wakristo. Matumaini yangu kwamba mtakuwa Wakristo wema, lakini muwe na hakika kwamba kazi mnayoifanya ya kuwabeba watu, mara nyingine hawa watu wanatoka Mbeya, mara nyingine hawa watu wanatoka Dar es Salaam, mara nyingine Arusha. Sasa mimi nitafurahi sana kama bodaboda wa Dodoma watakuwa tofauti, wataonyesha uungwana, upendo, amani na mshikamano wa Watanzania, kiasi kwamba mtu aliyepanda bodaboda ya Dodoma akirudi anakotoka awaambie wenzake kule, tofauti ya bodaboda za Dodoma zenye upendo, amani na mshikamano na bodaboda za mahali pengine. Ndugu zangu, kweli muda hauko upande wetu. Mwacha Baba Askofu, nina hakika mambo yote ambayo yamefanyika sasa na sasa yanakuja karibu na mwisho ni mambo ambayo yameongozwa na neno na Mungu mwenyewe. Ingawaje sisi ni wanadamu tu tumekuwa tukifanya, lakini nyuma ya huko Mungu yupo, anatushika na kutuongoza, na ndiyo sababu mambo yetu yamekwenda vizuri. Ninasema hivi kwa sababu ninyi nyote ni mashahidi wa dunia kuwa duniani kama nchi yoyote haina dini, kama nchi haina dini haiwezi kuwa na amani, haiwezi kuwa na amani. Kwa hiyo kwa kuwa na dini ndiko kunakotusaidia kuwa na upendo, ustaarabu na amani inayodumu. Hivyo kazi hii ya wito wenu wa uinjilisti kwenda kuwahubiri watu ili wawe watu wema, tujue kwamba hapo tunachangia vikubwa sana katika kuhakikisha kwamba amani Tanzania inaendelea kudumu. Ndugu zangu, kuna usemi wa Kiswahili unaosema sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Sasa mimi nikiangalia umati wote huu, nina hakika kwamba yoyote yatakayotokana hapa yatakuwa ni yale ambayo yanatoka kwa Mungu na kupitia kwetu kufanya mambo ya ajabu. Shukuru sana kwa ajili ya serikali ya Tanzania. Tunaomba kwa ajili ya rais wetu, tunaomba kwa ajili ya baraza la mawaziri, tunaomba kwa ajili ya wabunge, tunaomba kwa ajili ya watu wote wa Tanzania. Tunaomba sana ulete amani, amani dumu katika nchi hii. Jalie rais na serikali yake wadumishe amani, upendo, umoja na mshikamano. Na sisi utusaidie tuendelee kuishi kwa amani katika nchi hii. Tusiingiliwe wala sisi wenyewe tusichafue na kuleta machafuko katika nchi hii, na wala ibilisi asilete machafuko yoyote. Lakini tunaomba wewe mwenyewe ututangulie na hata utuondolee hatari na changamoto mbalimbali. Tunakushukuru kwa ajili ya kutuondolea changamoto za korona, lakini tena utuponye na maradhi mengine ambayo yanaweza yakainuka. Uwe nasi, na katika jina lako tunakemea ile ambayo za ibilisi zikashindwe
lakini wewe mwenyewe ukatuongoze na ukawe mtawala wetu. Tunalisifu na kulitukuza jina lako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mimi wa kwangu wakina mama mpo? Sikianza kelele za kina mama. Wakina mama mpo? Punga mkono namna hii kwa Bwana Yesu. Yaani kazi unayo. Sasa wewe unapiga kampeni. Wakina mama mpo? Mimi sipiki kampeni na mashujaa. Najua wapo. Haya. Wakina baba mpo? Tumewafunika. Umesikia hiyo sauti? Tumewafunika eti tupo na unaona aibu eti tupo. Hamna kigojo sisi. Wakina mama, mzigo huu chukua, mimi hamna. Kwa hivi kazi mnayo. Wakina baba mpo? Eti kina baba. Basi nimejisahau. Sasa bwana, mashindano. Mashindano. Si ndio? Kabisa. Sawa. Sasa mashindano hapa. Kwa uchezaji wangu mimi. Unachezaje? Hapa takuwa hapa toshi kidogo. Kwa moja. Tutakwenda sawa. Tafuta sebenekali. Hakuna kupendelea, si ndio wajameni? Mnachagua mshindi ni nani? Moja. DJ ni ana kiherehere huyo. Yaani bado maelezo yanatolewa kwanza ili napoenda kumshinda pasitokee lawama. Unaona bana? Mmoja kwa pamoja. Ila uzuri, kizuri cha jiuza, kibaya cha fanyaje? Mimi siongei, vitendo tu. Wewe ongea pika kelele. Yaani Bukoba bana, ule mkoa una tatizo sana. Lipi? Bukoba? Baba. Ingefungwa tu. Kwa vipi? Ule mkoa ungefutwa ule. Kabisa, kwa nini? Kwa nini mfutwe? Eti kwa nini? Una maana ufahamu? Wewe Bukoba kila tatizo kwenu. Kila tatizo ukifanya Bukoba. Matatizo ya nchi hii ni Bukoba. Yapi kama yapi? Eti yapi? Tetemeko la ardhi kubwa ambalo haijawahi kutokea Tanzania ilitokea wapi? Bukoba. Mary ilivyoandikwa tu MV Bukoba ikazama. Mnyauko wa ndizi Bukoba. Uongo? Sema uongo kweli? Haya. Twende vizuri sasa. Wanaume wa Bukoba ukifika masika kama sasa hivi unakuta kwenye magoti huko. Pamechubuka pameisha kabisa, wale zimetoboka namna hii. Kwa sababu gani unajua? Kurukia senene. Wanakula wadudu, wanavunja haki za wadudu wakiapo. Yaani Bukoba. Alafu Bukoba mbegu mbaya kuliko mbegu zote. Wapi? Sasa hizi mbegu wa Bukoba. Utakubali. Nimepata mume mzungu, Wewe mzungu atakupeleka Marekani sanga. Yaani mzungu atoa kupeleke Ulaya. Kwanza utapokelewa airport, unapelekwa maabara kuchunguzwa. Subiri nikuulize kitu. Kila siku mtu anapenda kusema mabaya ya mwenzie. Uongo ukweli? Eti mabaya ya mwenzie. Kwani hujasema mazuri ya Bukoba? Yapi? Eti yapi? Eti Bukoba kuna mazuri. Eti yapi? La kwanza sasa. Sisi Buhaya tumezoea ukiwa unaongea, unamwambia mtoto, "Wewe mtoto, come here." Subiri nikueleweshe. Come here. Usifanye hivyo. Stop. Sasa yule mtoto kumbe sisi tunakuwa tunafundisha na tuiche ni humo. Akienda shule nakutana na neno kama hiyo. Yeye alikuwa anajua ni Kiaya, kumbe sio Kiaya, ni Kiingereza. Ngoja kidogo. Ni faida hiyo moja wapo. Ngoja kidogo. Kwa hiyo Wahaya kwamba mmesoma sana tu. Yaani sana. Kwa kesi sasa. Wahaya. Kingine sasa. Yesu kazaliwa wapi? Wapi? Yesu unayemjua akatoka wapi kama sio Bukoba? Amezaliwa wapi? Bukoba. Mama yangu. Eti Yesu kazaliwa Bukoba. Eti ajui. Yaani nikaongwa eti Yesu kazaliwa Bukoba. Wakati Yesu kazaliwa Kasuru hapa. Mungu wangu. Ulikuwepo? Kasura hii. Yesu anayo hii. Kwani umesikia Yesu paka akae sehemu moja? Yesu kila sehemu yupo. Hapo sasa. Sasa tuendelee. Nikufunge hapa. Haya. Si mashindano. Hivi eti subiri. Ameanza. Eti wewe mama wewe unayecheka sasa, wewe unayefurahi. Eti kwa mfano ungekuwa ni nesi sasa. Tunakuja kwako yuko kwa mfano ni mume wangu. Mimi niona mke wa hivi. Jamani dharau. Unaona? Mfano. Kwa mfano. Tunaanza mmoja kwa pamoja. Mimi unaniuliza mimi mtazamaji. Jamaa eti mmoja kwa pamoja mashindano. Kwa pamoja. Yaani una akili sana wewe mjomba wewe. Umesema kwa pamoja una akili sana. Ungesoma ungepasa, sema mzazi wako alikuwa hana hela. Achia sasa kweli. Yesu nichekeshe. Dereva DJ. Unajua ni mashindano. Sasa wewe mbona umesimama? Mimi
na kuangalia yani unakujaje? Sasa wewe haya ni mashindano. Tunaangaliziana kwa. Twende, twende. Sasa mbona niangalize? Nacheza wewe unaniangalia. Yaani kwa kweli. Achia DJ, achia. Unaona kana viangalizia. Yaani wewe huwezi kucheza bila kuangalizia, si uangalie mbele. Angalia mbele usiangalizie. Eti mimi nimemwangalizia. Nimemwangalizia kenge huyu. Oho. Sasa unaanza? Twende. Moyo umechoka kuhuzunika, nataka na mimi kucheka. Yesu nichekeshe. Unaona kana viangalizia? Yaani live kabisa nimekafuma. Wewe baba, wewe eti wewe baba, wewe mama wewe. Wewe baba wewe, nimekuangalizia. Wewe kila saa unaniangalizia. Wewe dada, wewe mama wewe. Wewe baba wewe. Mimi unamwenetaje? Nimesema wewe baba wewe, wewe mama wewe baba wewe. Eti namwangalizia mimi. Mama nani, mbona kwa wewe na wewe naye wewe mtaka unaniangalizia unangangania janganya. Sasa twende mmoja mmoja. Nini? Sio. Naangalia huko. Yakajui. Natafuta msaada. Yesu nichekeshe. Ngoja. Tulia pale. Shika. Baba. Imekuaje tena? Acha wewe. Wewe mcheze. Yesu amchekechee. Moyo umechoka kuhuzunika, nataka na mimi kucheka. Yesu nichekeshe. Yesu nichekeshe. Moyo umechoka kuhuzunika, nataka na mimi kucheka. Ndio maana mimi nawaambia usimuone mtu kwa juu tu. Huwezi kujua rohoni kuna nini. Sasa huyu baba mlifikiri yuko hivi? Eti mtu naenda kwa mganga. Anakuambia, mimi nitakupa nyumba. Mimi nitakupa dawa, utapata gorofa, utapata magari. Ukiangalia yeye mganga anayekwambia nyumba, yeye nyumba yake imeandika ni huwe niache. Mwingine anakuja, wewe unajua mume wako, ndoa yako. Yeye hajaolewa. Eti anakupa usia. Muwe makini Wanadodoma, ukweli uongo. Chapia Yesu. Ngoja nisome maandiko haya, alafu twende tukasikie Bwana anasema nini jioni ya leo. Mhubiri sura, barikiwa uliyesema amen, sura ya 12, taanza na mstari wa kwanza. Maandiko machache tayahubiri kwa dakika 15. Mstari wa kwanza, Biblia inasema, kumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Baba, katika jina la Yesu nakubariki tena jioni ya leo, kaseme na watoto wako waliokusanyika jioni ya leo. Nilijua Bwana wanasubiria nyimbo peke yake, lakini tumeimba tumemaliza, bado wamekaa wanataka wakusikie wewe ukiongea. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, sema amen. Jana kalipa ng'ombe mpaka ukajisifia, ukasema nimeolewa na mwanaume. Ni mwanaume wa viwango. Ngoja nikusaidie. Mwanaume mzuri hapimwi kwa mali. Anaweza kukuoa kwa kauli na akawa mwema kuliko aliyetoa mali za kutisha. Kwa jina la Yesu aliye hai. 120. Yani nikikukaba unatoa hata ambavyo sijaviona. Lakini leo ninamkaba shetani, anaeleza hata asikotakiwa kujieleza. Shangilia jina
lenye power. Haleluya. Nikanyanyuka kwenye ukuta, nikaruka mkaa. Kumbe walikuwa hawajalala. Sijatafuta cha kuiba, nikasikia milango inafunguliwa, na ile nyumba ilikuwa ya ajabu. Kwa nje ukuta mfupi, kwa ndani hauwezi kuruka hata kama una paka, una mikono ya paka. Nikaangalia wapi tena, nikaona kibanda pembeni, nikakimbilia kwenye kibanda, kafungua mlango, nikaingia. Kumbe ni kibanda cha bata, na bata Mungu amewaumba vizuri. Walipoona naingia wakaanza kushangaa. Ole wangu zingekuwa nguruwe, cha moto ningekiona. Walipofungua mlango, baba na mtoto anasema kuna mtu nimesikia ameruka. Mtoto anasema hapana baba, baba ni uko nje. Anasema hapana, ni humu ndani. Kuna mtu ameingia. Wakanamulika, wanaangalia geti limefungwa kwa ndani, maana yake hajaingia, hajatoka bado, yupo. Mtoto akasema twende baba, maana nyumba ni kubwa. Haleluya. Na sisi tulichora rada vizuri, tulijua kabisa mida hiyo watakuwa wamelala, kumbe walikuwa hawajalala. Akasogea mpaka kwenye kibanda cha bata, anamulika. Nilipouona ule mwanga, nilianza kukojoa kabla hata sijaruhusiwa kukojoa. Nilianza kukojoa, maana nikajua hapa maisha yangu yameisha. Ndio maana tunahubiri Yesu. Hatuhubiri kwa sababu tumetoka chuo cha Biblia. Chuo cha Biblia tulienda kupewa maelekezo, lakini tunahubiri kwa sababu Yesu ana huruma. Yesu hajakuja kuua. Angekuwa anakuja kuua, leo nisingeweza kusimama kwenye kanisa kuu la Roho Mtakatifu nikamhubiri Yesu. Isingewezekana, lakini kwa sababu Yesu alikuja na moyo wa huruma, leo tupo na wewe upo, na wewe upo unaishi. Ni kwa sababu Yesu ana huruma, ana huruma, ana huruma. Yesu akawauliza Mafarisayo, asiye na dhambi katikati yenu awe wa kwanza kupiga mawe. Sielewi alikuwa anaandika nini chini, sielewi. Akiwa katika kuandika, wote wakakimbia, akabaki Yesu na yule kama. Leo kuna watu wanajifanya watakatifu kuliko Yesu. Akisikia mtu amefanya dhambi, atanamba kwenye simu anafuta, yana anahisi kama atachafuliwa. Yupo Yesu, apokee vilivyo visafi, anapokea vilivyochafuka, maana Yesu anaweza kusafisha. Ndio maana ninasema jioni ya leo, maandiko yangu yanasema mkumbuke Bwana siku za uovu, sawa sawa kwa jina la Yesu aliye hai. Watu wa Dodoma mnanielewa, dunia tuliyopo sio dunia ya kumwacha Bwana, na ndio maana ninawashukuru kwa uinjilisti wa kishindo, maana injili ndio inaweza ikageuza maisha ya watu. Pasipo injili hakuna wokovu, pasipo wokovu hakuna utakatifu, pasipo utakatifu hakuna wateule wa Jehova. Oh my goodness, elewa. Haleluya, haleluya. Injili ndio kila kitu. Unaweza batizwa na bado ukafanya umalaya. Unaweza pewa komunio
na bado ukakomunika, lakini akiingia Yesu pamoja na ubatizo pamoja na kipaimara unaongezewa credit, maana neema ya Bwana. Oh, asante Yesu. Nasikia kuhubiri jioni ya leo. Shangilia jina lenye power. Unajua kuoga, tunywele twako umetukanga, lakini unasikia mume wako pamoja na elimu alionayo anatembea na mwanamke, anatembea kama gwaride. Nihubiri nisihubiri, nipasue nisipasue, kwa jina la Yesu. Shangilia jina lenye power. Si kwamba mwanaume ni mbaya, ila majira tuliyopo sio majira mazuri, ni majira ya kujishikilia. Usiseme kuna watu wamenishikilia. Nimewaambia watu asubuhi, sio nyakati za kusubiri pasta peke yake akuombee. Hapana, pasta hajui kama unapigwa na mumeo. Ni majira ya kujishikilia kwa jina la Yesu. Ukajishikilie kwa jina la Yesu. Nyakati tulizo nazo ni nyakati za kugeuka na kumshika Yesu na kusimama na Yesu. Wangapi wanasema pasta, tunakuelewa, maana nyakati tulizopo ni za kugeuka. Haleluya, haleluya. Nyakati tulizopo ni za kugeuka. Haleluya. Unaweza ukawa unafikiri mume wako anavutiwa na shepu, lakini utashangaa anahangaishwa na mwanamke, akisimama hivi haeleweki wapi mbele wapi nyuma, yani hana shepu. Ni nyakati tulizo nazo zimeharibika, ni nyakati za kuomboleza na kumuita Jehova kwa jina la Yesu. Ukabadilike, ukageuke kwa neema ya Jehova Shama. Na wengine walikuwa nasema kuokoka ni upumbavu. Nikusaidie, niliokoka nikiwa darasa la 7, lakini kwenye wokovu ndio maisha yalibadilika. Nina nyumba nzuri 2 kuliko za baba yangu alizowajengea wake zake 3. Akifufuka leo za kwake anaziacha, anahamia ya kwangu 1. Shangilia jina lenye Mimi ndio msela nondo wa kwanza kushika dola nilikozaliwa. Mimi nimezaliwa Nonde Machinjioni, mahali ambako bangi zinauzwa kapipi. Kwa mara ya kwanza nimeenda Malawi, nikatoka hapo. Wale watu ukiwa unaimba wanatoa hela, sio wanatoa wanamwaga. Ukiwa unahubiri wanamwaga. Zilijaa rambo, wakasema tukuhamishie kutoka kwenye kwacha zije kwenye dola. Msela nondo mwanangu, nilikuwa nauza bangi 100. Na hizo bangi zenyewe, yani nikisimama hivi huwezi kujua ziko wapi, ila ziko kwenye mwili. Ukiniangalia vizuri unaweza kaisi jamaa labda nabusha, kumbe nimeweka kifurushi cha bangi hapo, natembea kwa poshi. Alafu Yesu anakuokoa, watu wanakukabidhi dola. Nilipiga nazo picha kwanza, nilipiga nazo picha. Lakini baada ya kuokoka unaweza tolewa viwango dunia ukapelekwa viwango vikubwa, maana huwezi kuwa na Bwana ukashindwa kufanya kumiliki vitu vikubwa. Nataka jioni ya leo ukamkumbuke Bwana. Ukimkumbuka atakukumbuka, ukimkumbuka atakukumbuka kwa jina la Yesu. Atakukumbuke jioni ya leo, Bwana akakukumbuke, utoke hapa umekumbuka. Simama juu kwa miguu yako.